Filamu ya mwaka 2022 ya Smile inamfuatilia mtaalamu wa saikolojia Rose Cotter. Mmoja wa wagonjwa wapya wa Rose katika wodi ya magonjwa ya akili ni mwanafunzi aliyehitimu Laura Weaver, ambaye anadai kuhangaishwa na kiumbe kiovu kinachojitokeza kama watu wenye utulivu usio wa kawaida na wanaotabasamu. Rose anahisi kwamba Laura alipata tu mchafuko wa akili baada ya kushuhudia kifo cha profesa wake kwa kiwewe. Kwa bahati mbaya, hali ya akili ya Laura inazidi kuwa mbaya na anajidhihirisha kuwa amepagawa na kile kiumbe kiovu wakati kinapomlazimisha kutabasamu kwa utulivu. Anakufa mbele ya Rose. Rose anashtushwa na kupata kiwewe kutokana na tukio hilo, na punde anaanza kupata mambo yale yale aliyoelezea Laura, akiona watu mbalimbali katika maisha yake wakimtabasamu kwa uchafu usio wa kawaida. Wakati akimchunguza profesa wa Laura, Rose anagundua kuwa kabla ya kifo chake, yeye pia alidai kusumbuliwa na maono kama hayo baada ya kushuhudia mauaji ya kutisha. Wakati Rose akielezea uzoefu wake kwa wale walio karibu naye, anakutana na shaka ile ile aliyompa Laura. Bosi wake, Dr. Morgan Desai, anamlazimisha pumziko ya muda kwa wasiwasi wa afya yake ya akili. Mchumba wa Rose, Trevor, anakataa kuamini madai yake ya kupagawa na anaogopa kuwa amechanganyikiwa. Mtaalamu wa Rose, Dr. Northcott, anaamini kwamba anashughulika tu na kiwewe kilichofichwa cha kumtazama mama yake mzazi akifa akiwa mtoto, na hata dada yake Rose, Holly, anaamini kwamba Rose anateseka tu na ugonjwa ule ule wa akili uliomsumbua mama yao mnyanyasaji. Katika kujibu hili, Rose anamlaumu dada yake kwa kumtelekeza baada ya kifo cha mama yao. Akijihisi mpweke kabisa na mwenye hofu, Rose anamgeukia mpenzi wake wa zamani Joel kwa msaada. Detektivu huyo wa polisi anachunguza mafaili ya zamani ya kesi na kugundua mfululizo wa vifo vinavyoonekana kama vya kujitakia, ambavyo vyote vilidai kushuhudia vifo vya kutisha vya watu wanaotabasamu ndani ya wiki moja kabla ya kufariki kwao. Rose na Joel kisha wanagundua mwanajika pekee survivor katika mnyororo wa vifo hivyo, mfungwa wa mauaji Robert Talley. Robert anaelezea kuwa kiumbe kinachomtawala Rose kinalisha kiwewe, na njia pekee ambayo aliweza kukisimamisha kilipomtawala yeye ilikuwa ni kumuua mtu mbele wa shahidi aliyepata kiwewe, akipitisha kiumbe hicho kwao. Rose awali anakataa wazo hili, lakini kufuatia maono mengine ya kutisha, anafikiria kumuua mmoja wa wagonjwa wake mbele ya Dr. Desai na kumfanya amjulishe mamlaka. Bila kutaka kumuua mtu ili kujiokoa, lakini pia bila kutaka kupitisha kiumbe hicho kwa mwathirika mwingine, Rose anaamua kurudi kwenye nyumba yake ya utotoni ili afe pekee yake, akilazimisha mzunguko wa kiwewe pamoja naye. Wakati Rose akikabiliana na maono mengi zaidi, analazimika kukubaliana na uamuzi wake wa kumruhusu mama yake mnyanyasaji anywe dawa kupita kiasi, overdose, bila kuita msaada. Wakati Joel anapogundua mpango wa Rose kwa kufia peke yake, anakimbilia kwenye nyumba hiyo ili kujaribu kumzuia. Kwa bahati mbaya, Joel anachelewa, kwani umbo halisi la kile kiumbe cha kutisha kinachotabasamu kinamtawala Rose kikamilifu na kumlazimisha kujichoma moto mbele ya Joel, akimpitishia laana hiyo yeye.